أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikia tukaweza kutekeleza ibada ya saumu katika mwezi uliopita, mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukakamilisha sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo tumesitizwa nayo, sunna ya kufunga sita katika Shawwal, na aula ni kufuatisha baada ya siku ya Idi ukafuatisha siku sita zile za Shawwal. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humlipa ujira mkubwa mja wake, ni kama mtu alofunga mwaka mzima mwenye kufuatisha siku sita. Na siku za pita tulikuwa tukingoja Ramadhani, leo tushatoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, tushamaliza sita na tuendelea na maisha. Wa hakadha umri wa binadamu ndio wapita, umri wa mwanadamu wamalizika. Kila dakika ikiingia basi umri wetu wapungua, twaelekea katika maisha mengine ya barzakh. Baada hapo kuna maisha tena mengine, kesho akhira kuna maisha ambayo kwamba ni maisha ya milele. Nabqa bibaqaillah, tutabakia katika maisha hayo kwa kubakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ni ule ambaye kwamba ni hayu la yamut, kumaanisha kwa kuwa kutakuwa hakuna kifo katika maisha hayo ya kesho akhira, kama ilivyokuwa hadithi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wakiwa watu wa peponi ndani ya pepo na watu wa motoni ndani ya moto, basi ataitwa kondoo. Kondoo kama ule itakuwa ni mauti. Mauti ataitwa kwa sura za kondoo. Kisha kondoo kama ule atatindwa, kumaanisha kumalizika kifo. Hiki kifo, mauti nayo pia yatakufa. Ikiwa ni mwenye kufisha watu alomwakilisha Mwenyezi Mungu Israeli, malaika Israeli, yeye pia atakufa baada ya kumaliza watu wote katika ulimwengu na kurudi kwa Mola wake kumwambia, ya Rabbi, nimetekeleza jukumu langu. Mwambia bado kuna mtu mmoja amebakia. Kuna mmoja amebakia. Nenda kamwangalie uzuri. Kaangalie uzuri. Arudi tena Israeli, angalie kila kipembe katika misitu, majabali, fuo za bahari, baharini, kila sehemu. Arudi tena mwambie Mola wake, ya Rabbi, hakuna tena mezobakia, nimewafisha kwa amri yako wote ya Rabbi. Mwambie bado kuna mmoja ambaye kwamba ni wewe. Kwa hivyo Israeli mwenyewe atakufa, ataondoka, na kifo chenyewe Mwenyezi Mungu pia atakimaliza. Kisha baada kutindwa kondoo kama ule ambao kwamba ndio mauti, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, atanadi mwenye kunadi kuwanadia watu wa peponi, awaambie, enyi watu wa peponi, hakuna mauti baada leo. Hapo wazidi furaha yula furaha. Wewe uko katika starehe, uko katika raha, kisha uyue kwamba hutotoka tena katika raha kama ile, hutoikosa tena raha kama ile. Hiyo ni raha yula raha. Ikiwa uko katika jambo la furaha ama la raha, kisha wayua baada muda fulani mimi nitaondoka katika raha kama hini ama katika starehe kama hini, basi ile ladha ya ile raha hupungua.
Lakini ikiwa kitu wayua mimi hiki ni cha kudumu nacho, ni milki yangu, nitadumu nacho, basi ile raha na ladha huwa ni kubwa zaidi. Ukiua kitu hiki mimi ni cha kudumu nacho, upewe kitu hata kiwe cha thamani, upewe almasi, upewe dhahabu, mwambie bwana, hii nitukua ni yako, tumia utakapokutumia, fanya utakalo kufanyia na hii dhahabu ama na hii almasi, lakini baada ya muda fulani utanirudishia mwenyewe. Utafurahika kwa umepata kitu kizuri, kitu cha thamani, lakini hutopumbaa nacho zaidi ukiua kwamba kuna siku utakikosa, kuna siku hutokuwa nacho tena. Sasa watu wa peponi watazidi furaha wakiua kwamba tuko peponi, khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an. Na watu wataingia ndani ya pepo milele, khalidina jannatul khuldi, kwamba watu wataingia watakuweko ndani ya pepo milele, hakuna tena kufa, hakuna tena kuondoka. Ndio tukaambiwa tusibabaishe na dunia, ilhali ni siku za kuhesabika. Haswatan sisi umati Muhammad, umri wetu ni mfupi. Sasa ni kupatiliza, tufanye yenye kutufaidisha, tufanye mambo ambayo kwamba yatasababisha sisi kupata pepo. Tena sio pepo tu, pepo ambayo kwamba imepambwa ikapambika zaidi. Ni tofauti wewe kupewa nyumba yenye kuta 4 na mwingine akapewa nyumba ile ile yenye kuta 4 lakini ndani kuna matandiko, imetandikwa, imepambwa, nyumba kama ile imerembeshwa, zote ni nyumba, lakini tofauti ya ule ambaye kwamba nyumba yake imepambwa, imetandikwa. Sasa na pepo ni pepo ziko, lakini kuna darajati katika pepo. Pepo ni kama mfano hono tumezoutaya. Una mambo ambayo kwamba wayafanya ama ukiyafanya ile pepo itazidi kupambwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mwanadamu atakikana asikimbilie tu kupata pepo, lakini apate pepo ambayo kwamba ni bora. Pepo kuna aina nyingi. Kuna jannatul firdaus al-ala, jannatul firdaus ambayo kwamba ndio ya juu, daraja ya juu. Sasa mwanadamu atakana kama duniani sisi tutakana katika fikra zetu na tufanyavyo ni kwamba uweka matumaini yetu na malengo yetu katika kujenga majumba yetu, na ukawa wewe una hamu nyumba yako uifanye namna fulani, zifaa zake haswatan, pia utumie material nzuri, zifaa za nguvu ndani, uipambe nyumba kama ile, uweke hiki na kile. Kwa hivyo na pepo pia itakana namna hiyo, tufikirie pepo yetu kuijenga na kuirembesha, na tufikirie pia ujirani katika pepo. Ujirani wetu, majirani zetu yatakuwa ni kina nani? Ndio ule sahaba mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia nikuombee kwa Mola utakalo, wataka kitu gani, una haja ya kitu gani? Angalia huyu sahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi naomba uniombee nipate murafaqatuka fil janna, nipate usuhuba wako peponi. Hakumwambia tu kwamba mimi niombee nipate pepo, alikwenda mbali zaidi, kaomba mimi niombea nipate usuhuba wako peponi. Hapo amepata pepo, amepata na ukaribu wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama duniani sisi huhitaji kujenga nyumba, huwezi kujenga nyumba sehemu ambayo kwamba kuna majirani waovu, sehemu ambayo kwamba ni mbovu. Tutaangalia tabaan sehemu nzuri, majirani wazuri. Sasa na katika pepo pia kuna watu watakuwa ulaika ma'al ladhina an'ama alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina, mpaka mwisho aya.
kuna watu watakuwa pamoja na mitumi, si kazi toto, lakini kwa Mwenyezi Mungu si kubwa pia. Sasa sisi ni kuangalia katika pepo, tuwe katika pepo ya daraja ya juu, tuwe pamoja na mitumi ndani ya pepo, na mashahidi wale waliopigana zita katika ndia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo pepo ambayo kwamba ni bora kwetu sisi wanadamu kuiangalia. Tusishughulike na dunia tukasahau kujenga future yetu. Huku duniani hakuna mustakbali. Mustakbali gani ama future gani ambao kwamba pengine wewe huyui baada dakika moja utakuwa huko duniani, ama baada iwe kama anenavo alimamu Shafi, faman aasha alfan au alfain fala budda lahu min yawmi yasiru ila alqabri. Hapana budi kwake yeye katika siku atakwenda kaburini. Mwenye kuishi miaka 1000 hata milioni trilioni ishi, lakini madamu umezaliwa utakufa, madamu umeingia duniani utaondoka. Kwa hivyo sisi muda wetu wote tumeitwa hapa duniani tujenge akhira yetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kwamba watu wa motoni pia watanadiwa, waambiwe enyi watu wa motoni hakuna mauti baada yeo. Hapo wazidi hasara yula hasara, wazidi dhiki yula dhiki, wazidi adhabu yula adhabu. Wao wako kwenye adhabu ya moto wa Jahannam, ambao kwamba adhabu ya moto wa Jahannam ni adhabu kubwa, ambao kwamba adhabu iliyo chache katika moto wa Jahannam ni mtu avalishwe ziatu za moto, ule umoto wake usikilie mpaka kuteketeza bongo lake. Yamevalishwa ni ziatu tu za moto, lakini ule umoto wake utakwenda kuteketeza bongo lake, na hiyo huisabika ni adhabu ambayo kwamba ni ndogo zaidi katika adhabu za moto wa Jahannam. Fakaifa adhabu kubwa namna gani? Mwenyezi Mungu atatuhifadhi. Sasa hapo atanadi mwenye kunadi baada kuuliwa mauti na kuondoshwa mauti kwamba hakuna tena kutoka motoni, hakuna tena kufa. Hapo wazidi dhiki yula dhiki. Sasa sisi ni kupatiliza madakika haya ambayo kwamba yatupitia. Kesho akhira mtu hatoyuti kwa jambo lolote kwamba mimi nimeondoka duniani, sikuwa na majumba mengi, sikuwa na senti nyingi, sikuwa na kadhaa, sikuwa na vijana wengi. La, mtu hataona hasara siku hiyo kitu chochote, bali hizo zingine yauma yafiru almar'u min akhi, watu watakuwa wakimbiana na wakimbia zile zitu zao. Kila mtu alichokipata kitakwenda kuhisabiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hasara mtu atakao kuiona ni kwamba kuna wakati umempitia na yeye hakuwa katika dhikrullah, hakuwa katika kumtaya Mwenyezi Mungu, hakuwa katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, hakuwa katika kufanya jambo ambalo kwamba lamkurubisha yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ndio jambo ambalo kwamba atakwenda kulionea hasara. Na zaidi yote ni kama tuiwavo, ilmu ndio kila kitu, na ndiyo mada yetu ya siku kama leo. Ilmu ndiyo kila kitu chapata salama ikiwa kumetangulia nyuma yake ilmu, kumepatikanwa mafundisho, maelezo. Ndio Mwenye Zubad atuambia awalu wajibi ala al-insani maarifatul ilahi bistiqani, jambo la wajibu la kwanza kwa huyu mwanadamu ni kumuyua Mola wake, kumuyua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya kitu chochote. Na ilmu, kuna ilmu ambao kwamba ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana ukaona kijana kitoto amezaliwa,
lakini ukaona baada ya kuzawa yeye pale pale akimbilia kunyonya kwa mamake. Nani alomfundisha? Ni Mwenyezi Mungu amemfundisha. Kuna ilmu nyingine Mwenyezi Mungu hutujalia sisi wanadamu, tayari tukawa tunayo maarifa fulani Mwenyezi Mungu hutupa bila kusoma, kama hilo na mengine mengi. Na ndiyo tofauti ya mwanadamu na mnyama. Wanyama hawana ilmu. Wanyama elimu yao Mwenyezi Mungu alowapa katika mambo ni chache mno. Mwanadamu amemkirimu. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia walaqad karramna bani Adam, kika tumemkirimu mwanadamu. Mwanadamu amekirimiwa kwa mengi sana. Sasa jambo la kwanza ni kumuyua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumuyua Mwenyezi Mungu, utendakazi wake, utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwezo wake Mola Subhanahu wa Ta'ala, ndio mwanadamu atapata usalama. Yeo bila kumuyua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanadamu hawezi kuishi katika maisha mazuri. Mmoja ilikuwa amempeka kijana chake katika masomo ambayo kwamba si ya dini. Yaani skuli amesompeka ni skuli ambayo kwamba hakuna masomo ya dini, hakuna hata somo moja la dini. Akaambiwa kwa kuwa vipi wampeka sehemu kama hii ambapo kwamba hakuna hata somo moja angalau akafundishwa katika dini yake. Akajibu kwamba akiwa mkubwa kijana atasoma dini. Akiwa mkubwa, yani kwanza asome dunia, kisha akiwa mkubwa ndo asome dini. Lini atasoma ilhali yeye alipokuwa kijana amejengwa katika mazingira si ya ilmu ya dini? Na sisi tukizungumza umuhimu wa elimu, ambao kwamba ndio mada yetu, zaidi twalenga umuhimu wa ilmu ya dini. Kwanza hutangulizwa Mwenyezi Mungu na yanaofungamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hakikatan sote twaelewa yeo elimu ya kidunia wala hahitaji kuelezwa wala kusitizwa watu. Tayari sisi tumeshavama huko. Ni kuitesa ikiwa tutasimama tuhimize watu wasome masomo ya kidunia, kwa sababu tayari sisi huko tushaingia, walillahi alhamdu. Na si makosa, ni jambo zuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha maswahaba wende wakasome lugha zisizokuwa ya Kiarabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha na kuamrisha maswahaba wende wakasomee ujuzi tofauti tofauti. Huyu akimtoa aenda kasomea mambo fulani, pengine waenda kusoma kwa watu ambao kwamba si Waislamu, lakini mtume kiliwapeka. Ni jambo zuri, kwa sababu yote haya ni yetu sisi Waislamu, ni yetu sisi wanadamu, si vibaya. Lakini hatari iliyoko ni kwamba sisi kulemea upande hunu wa kidunia, tukasahau na tukamsahau Mola wetu, tukasahau elimu ya dini yetu. Hatari iko hapa. Kwa hivyo sisi kusisitizana na kuhimizana zaidi na kukumbushana ni elimu. Tukizungumza elimu, ni elimu yetu ya dini, ambao kwamba yeo imetuponyoka, yeo hatunayo, haswatan mui wetu hunu wa amu. Ni mui ambao kwamba wayulikana katika East Africa, bali Afrika, bali mui wetu wa amu wayulikana ulimwengu mzima. Ni mui wa ilmu ya dini. Na watu walipokuwa na elimu ya dini, maisha yakawa mazuri. Yeo sisi twaiona ni werevu mno. Tumewata dini, tumewata wakati wa kusoma dini yetu, tukaifanya ni werevu, tukavama katika upande mwingine ili kutengeza maisha yale ya kutengeza maisha ya uhakika tukayawata. Na ndio angalia hali zetu sisi tukitaamali yeo,
Utaona wale wa nyuma, wazee wa nyuma walikuwa katika maisha ya raha. Nini? Walikuwa wamuyua Mwenyezi Mungu, wamuyua Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayua dini yao, wayua halali, wayua haramu, wayua la sawa, wayua la makosa. Tulipoyawata haya yote leo tukashika mengine, na ukweli lazima tuelezane. Hakikatan masala ya kumjua Mwenyezi Mungu na masala ya kujua tabia mzuri na kuamiliana na watu uzuri, haya mambo hayawezi kujulikanwa katika madaris yasokuwa ya Kiislamu, ya kusomesha dini ya Kiislamu. Huwezi. Haya mambo wafundishwa katika madaris ya kusomeshwa dini ya Kiislamu na sheria ya Kiislamu, ndio utafundishwa Mwenyezi Mungu ni nani, uwezo wake Mwenyezi Mungu ni upi, utendakazi wake Mwenyezi Mungu ni upi. Utafundishwa adabul walidaini, adabu za jirani, adabu za kuuziana, za kununua, mpaka adabu za kwenda choni. Haya huyapati isipokuwa katika dini. Lakini leo tumeyawata haya, na angalia hali. Kwanza sisi tusoma masomo ya kidunia zaidi tukidai kwa kuwa tunataka kutengeza maisha yetu. Si ni hayo? Tunataka kutengeza maisha yetu. Naam, ni sawa. Lakini tutaamali mpaka leo hii ambao kwamba kuna maskuli aina tofauti na university tofauti na mipangilio system za kusoma tofauti na zitabu kila rangi. Lakini tuiulize kiuhakika, je, maisha yeo hutengea muharibika? Suala liko hapo. Maisha twasoma mno sisi, hutengea muharibika? Jawabu tutapata kwamba maisha huharibika. Hakuna siku utainuka usikie watu wasifu maisha mazuri. Kila ukiinuka wewe usikia lawama. Kila ukiinuka usikia watu kuhuzunika, watu kuteseka. Sasa sisi twaenda mbio, twanena tutakujenga maisha yetu kutengeza, mbona uharibika? Mbona wale wa nyuma walikuwa wako uzuri kuliko sisi? Walikuwa na utulivu na raha kuliko sisi wa sasa? Na wao walikuwa hawana elimu hizi ambazo kwamba tulionazo sisi, na system hizi za elimu na mipangilio kadha wa kadha. Mbona walikuwa na raha? Ifahamike, hatupingi kama nilivyotangulia mwanzo, kusoma skuli ni jambo ambalo kwamba lafaa, lakini pamoja na hadhari. Pamoja na hadhari, kwa sababu yale ambao kwamba yamelengwa katika maskuli zaidi walotuwekea, wametuwekea kwa nia zao ambao kwamba hakikatan zilikuwa si nia mzuri, ili paka tuliue. Kwa hiyo ukifanya kitu fanya, ukatazi, na ukiwa mahali kuwa ndani yake, lakini utambue uyue kuko hali gani. Sasa wale walokuya kutuwekea haswa skuli paka tuyue kwamba walikuya kwa malengo ambayo kwamba si mazuri, na wanazuoni wa nyuma walikizungumza haya, mawali wa Mwenyezi Mungu wakizungumza haya, kwa sababu ittaqu firasatul mu'min. Mtume anena chani, uvumbuzi, upelelezi wa muumini, wa ule mcha Mungu, hakika yeye huangalia kwa nuru ya Mwenyezi Mungu, kwa amri ya Mwenyezi Mungu hutambua mambo. Sasa yalipokuwa haya, wale wanazuoni wacha Mungu waliyapinga, kwa sababu walijua ndani yake zaidi hakuna kheri. Na hayo ni mambo hata mimi nilikuwa nikisikia, na kuna tofauti katika fikra zetu wanadamu. Haonena kupinga ni kweli, na wengine wakatoa sababu kwa kuwa ni maneno yao, hawataki watu wengine wasome na kadhaa na kadhaa. Lakini hakikatan ukweli wa mambo haswa ni kwamba wao wameweka nia zao si mzuri.
Na haya ni mambo kwa ushahidi. Mimi mwenyewe nilipokuwa husoma katika darasa la 6, nakumbuka mwalimu siku hiyo amekuwa kutufundisha darasani, na si Muislamu, katika somo ambalo kwamba lilikuwa ni social studies, chumba cha 6. Sijui kama kwenye kitabu hiko maneno haya yako paka leo, lakini ni jambo ambalo kwamba mimi kila siku ukisikia, lakini siku hiyo ndio niliyakinisha. Katika maudhui ya siku kama ile ilikuwa ni sababu za kuya British hawa na wengineo katika mii yetu kufungua skuli. Waeleza wenyewe zile sababu ni gani. Kumbuka mwalimu si Muislamu. Kabla ya kuanza kufundisha ama akaanza kutaya zile sababu za kuya na kuweka skuli hizi, akanena kwamba sababu ya kwanza ni kuvunda Uislamu. Sababu ya kwanza ni kuvunda Uislamu. Je, yale maneno walikinena wanazuoni na mawali ni kweli ni urongo? Sababu ya kwanza ni hiyo. Sababu ya pili wakanena ni kwamba huku kuna Waarabu wengi wameingia, wakaya na wao ili kusiwe ni Waarabu peke yao, ndio maana na wao wakaya. Haya, endelea mbele. Mwalimu mwenyewe uliambiwa kwamba si Muislamu, wala hakuna alomwambia jambo lolote, yeye mwenyewe tu akanena kwa kuwa la mtu asione vibaya, sisi twasoma tu, hii ni historia. Hakuna alomwambia jambo, yeye mwenyewe kanena mtu asione vibaya, sisi twasoma, hii ni historia tu, kwa hivyo wewe tukulia kama ni story tu. Lakini yale ambayo kwamba yalikuwa yakizungumzwa ni kweli ni urongo? Na je, amevunda hayakuvunda? Yamevunda. Yeo kijana husoma, na dalili ni hizi wazi wazi, tusiangalie mbali. Dalili ni hizi. Kijana ana wakati gani wa kusoma dini yake? Yeo kiwa vijana paka zitoto, kijana cha miaka 2 tayari ashatiwa nasari, tena hutolewa alfajiri, kijana kitoto, kijana kichanga. Hata imani hakuna kwa wazee imekuwa. Vijana hutolewa alfajiri, kurudi saa ngapi? Karibu na magharibi huko. Nini? Watu wamekuwa hawataki kazi, hata yeo mambo yaharibike, hata kukosekane malezi, kwa sababu vijana hawalelewi. Vipi wataleleka? Vipi watakuwa na maisha mazuri? Watia kina fulani, yeye mwenyewe na yake hayamtoshi, kisha atiwe vijana 100 awalee. Ni kweli ungilika akilini? Na awe atawalea kweli, atapata malezi mazuri? Sasa ukiangalia matatizo ni haya. Elimu ya dini imekuwa iko mbali na sisi, na ndio yeo panga kuruka, hakuna elimu. Panga kuruka, kitu kidogo mtu kimpiga kumbo bahati mbaya ushatolewa panga, ushamalizwa. Neno dogo mtu uko tayari kummaliza mwandani wake. Hana ilmu, hakuinukia na ilmu ya dini, kumuyua Mola wake, kuyua uzito wa lile jambo. Hakujengeka imani kwa sababu hakupata elimu ya dini. Na lao tutaendelea namna hili, hatuyapizi, lakini hoko mbe kutakuwa ni kuovu zaidi. Leo sisi tumekuwa hata tumezoea, ukisikia mtu ameuliwa hapo hata ushtuki lolote. Wewe una ndia zako, ushtuki lolote. Ni mambo ya kawaida yamekuwa. Sasa na kuendelea namna hili kwa sababu kizazi cha sasa hawasomi kabisa dini. Angalau wazee hawa generation ya sasa ni watu walisoma dini angalau. Lakini generation ya sasa iko mbali na dini kabisa. Haya, je, vijana zao watakuwa hali gani? Watakuwa hawako kwenye mafundisho ya dini. Ndio pale dini itaponyoka kwetu sisi, na dini ikikosekana basi kila la balaa na baa litatufikia. Kwa hivyo kikubwa ni kuhimizana
tusome dini yetu, tumuyue Mola wetu, tumuyue mtume wetu, tuyue namna kuamiliana baina yetu sisi. Mwenyezi Mungu atatuafikia kwa hayo, atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana. Mwenyezi Mungu autengeze moyo wetu, urudi hali yake iwe kama zamani, iwe hali nzuri ya kuridhisha, kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Mwenyezi Mungu atatuongoza, atupe kila la khairi, atuepushie kila mashari inshallah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad alhamdulillah.